Na mtazamaji, mipasuko ya chama hicho cha ODM imeonekana kuzidi huku kinara wa ODM Oburu Oginga akilazimika kuhutubia mikutano miwili tofauti ya wajumbe wa ODM katika kaunti ya Kakamega. Hii ni baada ya kundi moja linaloongozwa na mwenyekiti wa ODM kaunti ya Kakamega na gavana wa kaunti hiyo Fernandes Baraza kusisitiza kwamba mkutano wao ndio mkutano halali wa chama, huku kundi lingine linalomuunga mkono gavana wa zamani Wycliffe Oparanya nalo likipanga mkutano mwingine eneo la Butere. Na Stephen Leto na taarifa hiyo. Kinara wa ODM Oburu Oginga aliandamana na naibu wake gavana Simba Arati, mwenyekiti wa kitaifa Gladys Wanga na magavana wengine 5 katika misururu ya mikutano ya chama cha ODM kaunti za magharibi. Gogo wa chungwa wakifika Kakamega na kukumbana na mikutano miwili tofauti ya wanachama wa chungwa. Niliitwa huko Butere, na nilipoitwa huko mimi nilienda huko kukula kidogo lunch, breakfast. Nikapata kuna halaiki ya watu wamenasema hawa pia ni delegates. Wa chama hicho Oburu Oginga akifika katika mkutano wa pili na kujaribu kutafuta mwafaka wa vikundi hivyo viwili, moja kikidaiwa kuwa chini ya waziri Wycliffe Oparanya. Na mimi nilikuwa na waziri Oparanya, nilimleta hapa akuje aseme ya kwamba sisi tunataka Kakamega moja. Mikutano hiyo miwili ikizua ubabe wa ni nani ndiye mwenyekiti wa chungwa kaunti ya Kakamega. Kakamega is the indivisible capital of Western region. Lazima sisi tuungane. Na mimi nataka kuhakikishia bwana party leader ya kwamba hapa Kakamega watu wa kulinda ground ni hawa delegates. Naibu kinara wa ODM na gavana wa Kisii Simba Arati akimnyoshea waziri Oparanya kidole cha lawama kwa migawanyiko ndani ya chama cha chungwa Kakamega. Na wewe mheshimiwa Oparanya, nataka nikuulize ndugu yangu, wewe ni waziri. Na nataka nimuulize mheshimiwa William Ruto, huyu waziri wako kama anataka ukuwe na tamu mbili, ni akuje waongee na baraza, na ile negotiation ikifanywa haitakuwa negotiation ya viti peke yake. Lazima itakuwa negotiation ya values za chama chetu kama ODM. Stephen Leto, runinga ya Citizen.